Lasst mich euch eine andere Schriftstelle bringen. Wir haben ja noch Zeit. Aus Johannes 5, tugunje vichwa. wo Jesus sagte, wer mein Wort hört und dem glaubt, der Bwana, tumekusanyika hapa katika asubuhi hii nzuri ya Pasaka, na tunaona maua madogo ikifungulikana na nyuki zinaruka ili ziweze kupata chakula chao. Ndege zinaimba kama vile mioyo yao inataka kupasuka. Kuna furaha kwa sababu ni Pasaka. Tunaamini kwamba ulifufua Yesu Kristo toka wafu kuna miaka mingi, nasi tunakumbuka hiyo katika siku hii. Fanya basi ili leo Pasaka iwe pamoja na sisi. Acha sisi kama vile watumishi wake tuweze kuelewa neno lake, kwa maana tulikuwa katika ushirika pamoja naye katika wakati ule, na sasa tumefufuka pamoja naye na tunakaa pamoja naye katika mahali pa mbingu. Bariki makusanyiko ya kiungu hapa katika chumba hiki na katika nchi yote nzima kupitia the transmission. Ponya wagonjwa wote na wote walio katika shida. Hata siku hii iwe kwa ajili yao kuwa Pasaka pia. Waweze kutoka katika ugonjwa waingie katika nguvu, na wale waliokufa ndani ya dhambi na katika kufunja sheria waweze kupata leo uzima kupitia Kristo. Na tunakuomba katika jina la Yesu. Amina. Na waza ya kwamba ni heri ya ajabu kuweza kuwa hapa asubuhi hii hapa Jeffersonville ndani ya Indiana katika kusanyiko hii kubwa, na chumba kinajaa, na pia kuna watu ambao wanaosimama huko nje, na ninyi ambao mnaotusikiliza kupitia retransmission ndani ya mataifa. Asubuhi hii saa 11 rafiki yangu aliye na kifua chekundu aliweza kuja kuniamsha. Tuweza kusema kwamba moyo wake ulitaka kupasuka. Iko kama vile nataka kusema kwamba alifufuka. Nilikuwa nikiwazia siku zote kuhusu ndege ile, rafiki yangu, na ipenda sana. Kama vile habari inasemaka, ndege kidogo ilimwona akiteseka juu ya msalaba, mahali ambapo dhambi ilikuwa imemuongoza. Ni kweli ndege ilikuwa haina dhambi, lakini ikaruka mpaka kwenye msalaba na ikajaribu ili iweze kuongoa misumari, na kifua chake kikawa chekundu. Na ni hivyo ndivyo ninajaribu ili niweze kulinda kwa kifua changu kama vile ngao, nilinde hii uzuri, kitu cha ajabu ambacho kichotuma anakufa. Nikikuwa na uhakika ya kwamba wakati wetu hapa una mwisho. Sana sana warafiki wanaosikia hii retransmission, ningelitaka ili niweze kuvuta nia yenu asubuhi hii juu ya picha moja ambayo iliyoweza kukamatiwa kuna wakati fulani kupitia kamera. Inahusu ono ambayo nilikuwa nimekwisha kuona hapa katika nyumba hii ya Mungu, wakati nipoona ya kwamba ningepasha kutoka Indiana ili niende Arizona, na kwamba malaika 7 wangepasha kuonekana wakiwa na sura ya piramidi. Nilikuwa sijua ni kitu gani kitafanyika. Nilikuwa nikiwaza pia ya kwamba ilikuwa ni mwisho wa maisha yangu. Mnajua nyote habari hiyo. Na kisha ndani ya mlima wa Sabino, wakati nilipokuwa katika maombi ya asubuhi, upanga ukawekwa katika mkono wangu, na nikaambiwa ya kwamba huu ni upanga wa neno. Na baadaye malaika wakaonekana kama vile ilivyokuwa imekwisha kusemeka mbele. Na wakati huo nuru kubwa ikatoka mahali nilipokuwa nikisimama na ikapanda juu katika anga karibu kilomita 15, ikatengeneza kifuniko kama vile mabawa za malaika, na zikachapa katika anga kama vile sura ya piramidi. Katika hiyo hali moja ambayo malaika walikuwa wameonekana, na wenye akili waweza kukamata mapicha kutoka Mexico wakati hiyo kuonekana ilipokuwa ikitikisika kutoka kaskazini mwa Arizona, mahali ambapo Roho Mtakatifu amekwisha kusema. Ilikuwa karibu mailo 40 kaskazini mashariki mwa Tucson. Hiyo kuonekana ikapanda mpaka mbinguni, na Life Magazine iliweza kutangaza hizo mapicha. Ikasema kwamba siri katika anga karibu maili 27 juu na kwa upana 13. Na sasa ninapokwenda mahali malaika walipokuwa, wenye akili waliweza kuniuliza, moja wao iko Tucson. Alitaka ili aweze kujua maana ya hiyo. Sikuweza kumwambia kitu hiyo
iliweza kuambia ninyi kwenu mbele, haikuwa kwa ajili yao, lakini kwa ajili yenu. Na sasa aliweza kunizungumzia akaniambia, nikaambiwa kwamba mihuri 7 itafunuliwa, siri 7 za Biblia zilizokuwa zimefichwa tangu kuwekwa kwa misingi ya dunia zitafunuliwa. Na sisi ambao tulio kundi kidogo kulingana na dunia mzima tuliweza kupata heri katika hizi baraka kubwa. Nasi tunasikia siri juu ya ndoa na talaka, juu ya uzao wa nyoka. Hizo maswali zote tofauti zote tuliweza kufunuliwa kwetu kwa ujao, na si kupitia mtu, lakini na Mungu yeye mwenyewe. Hizo siri 7 zinazohusu kanisa ziliweza kufunuliwa kama vile vilivyokuwa kwa mwanzo ndani ya Kristo, na kama vile ilipaswa kufunuliwa sasa katika siku za mwisho. Picha iko hapa na iliweza kulindwa kama vile mnavyojua, na Life Magazine iliweza kuitangaza. Na sasa sijui kama muliweza kutazama picha hii na kama mnajua ni kitu gani kinachohusika. Mkumbuke wakati ono hii niweza kuonekana kwangu, nilikuwa nikihubiri kuhusu maneno ya ufunuo inayosema ya kwamba Yesu ndiye muamuzi au mhukumu ndani ya Ufunuo sura 1. Wakati tulipoanza kuzungumza kuhusu mihuri 7 au vizazi 7 vya kanisa, Kristo alikuwa akisimama pale akiwa na nywele nyeupe. Kama mnaweza kugeuza picha hii kutoka kwa kushoto mpaka kwa kume, mtaweza kuona Kristo ndani. Mtaona macho yake kweli kweli kama vinavyowezekana, akichukua, akibeba, akiwa na perike nyeupe, yeye kama vile mwamuzi wa mbingu na dunia. Munaona macho yake, pua yake, kinywa chake. Tazama, munapashwa kugeuza picha hii kwa namna hii, na ni hivi ndivyo inapashwa kuwa. Na ni hapo ndipo munaweza sasa kumuona yeye ndiye mwamuzi au mhukumu wa mwisho, na hakuna mtu mwingine ila yeye. Na hii kuonekana ya hii ni kushuhudiwa kwa kamilifu ya kwamba ujumbe huu ni wa kweli, ni kweli. Unaona, hii haimfanye kuwa mtu wa tatu, lakini ni huyo mmoja ambaye anayefunikwa na mambo meupe. Mnaona hii, mnaona giza, na kisha ndevu zake, macho yake na uso wake. Mnaona kama una giza anatazama. Mnaona hapa kwa msalabani aliangalia kwa kume akitazama mwenye dhambi ambaye aliyekuwa amesamehe. Na ndani ya nuru ya ufufuko wake tunasonga mbele katika jina lake. Asubuhi hii ningeliweza kupenda ili niweze kuwa na wakati, niweze kuchelewa juu ya kuonekana hiyo iliyo tofauti ya kimaajabu ambayo iliweza kufanyika bila mashaka katika miaka 35 iliyopita, wakati pokuwa nikisimama karibu na mto wa mwaka katika mwaka 1933, wakati neno liliposemeka kwamba kama vile Yohana Mbatizaji alivyotumwa mbele ya kuja kwa kwanza kwa Kristo, na ujumbe wako utakuwa mtangulizi wa kuja kwa pili kwa Kristo. Tuko kwa wakati wa mwisho, tunayaona. Mara nyingi tunashuhudiza. Kwa sababu gani hii haiwezi kusambazwa kwenye dunia yote nzima? Inawezekana kwamba Mungu akitaka tutaweza kuwa na heri ya kuweza kueleza hiyo. Na sasa ningependa ili muweze kufungua Biblia zenu, kwa maana tunaamini ya kwamba Biblia inapaswa kuja kwa nafasi ya kwanza. Ni kusema inaomba kusoma kwanza neno. Ninalisomaka kwa nafasi ya kwa mara ya kwanza, kwa maana maneno si maneno ya mtu. Maneno ya mtu yanaweza kushindwa, lakini neno la Mungu haliwezi kushindwa. Tunataka tuweze kusoma maandiko matakatifu, na ningetaka ili muweze kufungua andiko 3 ya Biblia ambayo niweza kuchagua kwa ajili ya kusoma. Ya kwanza iko katika Ufunuo sura 1 mstari wa 17 na 18. Ni hapo ndipo alionekana akiwa na nywele nyeupe kama vile manyoya ya kondoo na miguu yake kama vile shaba. Na ningetaka pia niweze kufungua pia Biblia kwenye sura 8 mstari wa 11 ya Waroma 8 mstari wa 11. Niweza kuchagua kusoma andiko 3 za Biblia asubuhi hii kwa ajili ya ujumbe wangu ya leo ambayo Bwana aliweka kwenye moyo wangu kwa ajili ya ufufuko. Na kisha ningetaka pia niweze kusoma pia Marko 16 mstari wa kwanza na wa pili. Na kisha nitaweza kulinganisha na andiko hii. Ndani ya Ufunuo sura 1 tunasoma maneno haya. Mstari wa 17 na 18. Ufunuo sura 1 mstari wa 17 na 18. Na nilipomwona nikaanguka kwa miguu yake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akaniambia, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Mstari wa 18. Na aliye hai,
nami nilikuwa nimekufa, na tazama mimi ni hai hata milele na milele, nami nina funguo za mauti na za Hadeze. Na ndani ya Waroma sura 8 mstari 11 tunasoma, lakini kama roho yake yeye aliyefufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyefufua Kristo toka wafu atawapa uzima kwa mili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa sababu ya roho yake anayekaa ndani yenu. Na sasa ndani ya Marko kwenye sura 16, sura ya ufufuko, sura 16 mstari wa kwanza na wa pili. Hata sabato ilipokwisha kupita, Maria wa Magdalena na Maria mama ya Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Mstari wa pili, hata asubuhi mapema sana siku ya kwanza ya juma wakakwenda kaburini wakati jua lilipotoka. Maneno ya asubuhi yangu hii leo, ningetaka niweze kusema juu ya maneno haya inayosema kuamka kwa jua. Ningetaka niweze kusema kichwa maneno ya hapo, nguvu zinazoleta uzima. Akose mlishaka kusikia ikisemeka kuhusu wahubiri wengi kwenye radio. Ndugu yetu mpendwa Neville aliweza pia kuzungumza asubuhi hii kuhusu kichwa maneno ya Pasaka ya ufufuko, na niliweza kujiambia akose nitaweza kuzungumzia kichwa maneno hiyo nikisemeka kwa namna nyingine sasa, na si kuweza kujifanya kuwa kipekee, lakini ili niweze kukamata mwongozo ulio tofauti. Mnaona, kila siku andiko itangaza siku zote Yesu Kristo, siku zote. Hatuwezi kwa hali moja kuweza kutengana na hiyo. Andiko inamtangazaka siku zote, inatangaza Yesu Kristo. Leo ulimwengu unasherekea makusanyiko ya ukumbusho, makusanyiko ya kiungu ya ukumbusho, au umoja wa Marekani au upande huu wa dunia hii, na asubuhi hii katika makanisa za ulimwengu mzima, katika mashirika za kisehebu wanasherekea ukumbusho wa ushindi kubwa ambayo watu hawajaweza kupata, hawajaweza kuonekana. Na nazungumza kuhusu kifo Mwokozi wetu, wakati mtoto alipozaliwa, mtoto mzuri alibaye halikuwa hana kosa, lakini wakati alipokufa akatoa dhambi zetu. Lakini watoto wengi wanaopendeza nao walizaliwa, na watu wengi waliweza kuteseka, wanakufa pia kwa sababu tena njema, lakini hakujawahi kuwa mtu aliyeweza kufufuka ila peke yake. Yeye peke yake ndiye aliweza kufufuka katika nguvu zake zote na ukamilifu wake akafufuka. Lakini iliyo na maana kubwa katika juma hii ni Pasaka, kwa maana ni hapo Pasaka ndipo aliweza kuonyesha yale alikuwa amesema. Na watu wanaweza kusema kitu fulani, lakini hiyo inaweza kuwa haikuwa hivyo, na huina maana kuweza kuiamini kama hiweza kushuhudia kama vile ni kweli. Lakini Mungu yeye anashuhudia mambo yote, mpime yote na muweze kushika iliyo njema. Unaona, hataweza kuwauliza kuweza kufanya kitu fulani ambacho hawezi kufanya yeye mwenyewe. Yeye alionyesha ya kwamba nani aliyekuwa amekufa kwa ajili ya dhambi zetu, na sio tu siku tu ya ukumbusho au ya kusherekea ikiwa na maua mengi ya Pasaka na hiyo sungura za Pasaka na mambo yote yanayoambatanishwa na hiyo, na hizo kusherekea mambo yote hiyo kama vile ya kitakatifu, lakini tunaacha hiyo pembeni. Lakini sio hiyo ndio inahusika, na watu wanajaribu leo kuweza kusema tunapashwa kuwa na kuoshana miguu, tunapashwa kuwa na siku ya 4 takatifu na kuweza kupata sehemu katika meza ya Bwana siku ya 5 takatifu, na kuna mafundisho tofauti, iwe siku hiyo au siku ingine, iwe siku ya Sabato au siku ya kwanza. Mnaona, siku hiyo, mambo hayo yote iko na desturi. Sasa hiyo ina maana gani kwenu kuweza kujua kama mnaheshimu au hapana? Kama mnaheshimu wakati wa kufunga chakula, unaona, hiyo tu ni ukumbusho, hiyo ni mafundisho au desturi, lakini iliyo lazima wanaiacha
inawekwa pembeni. Shetani anaweza anashingiza katika mambo yote ya kizehebu. Anawaonyesha kwamba mko wa haki katika mafundisho yenu, kwa sababu wakati mnapokosa tu uzima, hamtaweza kutoka katika hali hiyo. Hali yenu yote ya kimadhehebu, yao mambo yote mnaoshirikiana nayo ya kimadhehebu haina uhusiano kama hamjaweza kuzaliwa upya. Na ndio maana kama Mungu alifufua Yesu Kristo kutoka wafu, haikukuwa kwa ajili ya kuweza kutukumbusha tu alipomfufua, na haikukuwa ili tuweze kuikumbuka hiyo siku ya asubuhi, siku moja kwa mwaka, siku ya karamu. Lakini siku hiyo ya ufufuko ilikuwa ni kwamba nasi tuweze kupata sehemu katika ufufuko, tuweze kujua inamaanisha nini kwa ajili yangu, inamaanisha nini kwa ajili yako. Tunaamini kwamba alifufuka toka wafu, lakini hiyo ina maana gani pamoja na mimi? Imefanyika karibu miaka 2000 imepita. Sasa kuweza kuonyesha andiko hii, mnajua ya kwamba nimechoka sana na kwamba nina shida kwenye mkono wangu, kwa sababu niweza kupata mashindano, nitobolea mashindano, kwa sababu napasha kukamata safari yangu ya kwenda nje katika siku zinazokuja, kama vile mnavyojua. Na naomba inaomba uweze kutobolewa mashindano za kupigana na kolera na fievre jaune, na sijisikie vizuri, inaniletea ugonjwa sana hiyo mashindani. Lakini mtawala ni agiza, na naomba kuweza kumpatia yale iliyo yake, tuweze kupatia Kaisari yale iliyo yake, Mathayo 22:21. Lakini patia Mungu iliyo yake. Na sasa wakati pokuwa nikikaa pale nikiwazia namna gani ninapaswa kusema kwa kundi ya yale ambayo ilikuwa kingoja, nilikuwa nikishukuru sana. Wanaume na wanawake wanaweza kutoa uzima wao au kuweza kutumainia yale yanayosema. Sasa namna gani pasha kusema? Kitu gani napasha kutumikisha au maneno gani napasha kutumikisha? Na wakati pokuwa nikikaa pale, na wakati nimekuwa kama vile nasinzia, wakabisha kwenye mlango. Hakukuwa mtu mwingine ila mimi mwenyewe, kama vinavyojua, na nisikia hiyo kama bila kuelewa. Na kisha muda kidogo tena wakabisha tena kwenye mlango ya ndani. Kuna mtu aliyeweza kutikisa mlango, na nikakwenda kutazama. Kwa mshangao wangu kubwa, ilikuwa alikuwa ni msichana mrembo aliye na macho kama vile ya blue, alikuwa akifanana kama vile maua ya Pasaka. Alikuwa akikaa pale, akanitazama, akaninyoshea kadi, akanipatia kadi, na ilikuwa, mnajua, nilikuwa nikijua ya kwamba wakati nikaporudi nyumbani kwangu kutakuwa makate ya Pasaka, lakini hapo niweza kuipokea hapo. Akasema, ndugu Branham, ni inatoka kwa baba yangu, na mimi alitaka ili aweze kuhakikisha kama mimi nami ninapaswa kuwa hapo. Na baba yake ambaye aliye artist aliyekuwa amejikuta amebana ndani ya ascenseur, akanitumia hiyo karte. Na wakati nilipokamata karte hiyo, niliposhukuru hiyo mtoto mchanga, akarudi kwenye mlango na akakwenda. Niliweza kufungua sasa karte, na ni kutoka hiyo karte ndimo niweza kutoa kichwa changu cha maneno, kwa maana ilikuwa na maneno ya mstari wa kwanza na wa pili ya Marko sura 16 inayohusu jua linapopambazuka au inaotokea, na ndiko kwamba jua inaamka. Na hapo niweza kuiwazia, na kichwa cha maneno ya nguvu inayoleta uzima ya Yesu Kristo iliyomtosha katika wafu ikanijia kwenye roho. Nikawazia kuhusu wazo hiyo, nikachagua kichwa cha maneno hicho. Lakini hapa inahusu kuamka kwa jua, na ilikuwa ni wakati ambayo ulimwengu ulikuwa katika giza iliyo yakini sana. Ilikuwa ni giza, ilikuwa ni wazi, na maji ilikuwa ikifunika mambo yote, na ilikuwa pale katika giza, katika shimo, giza kubwa, na Roho wa Mungu alikuwa akizunguka juu ya maji, na akasema nuru iwe, na Mungu alikuwa na sababu ya kuweza kufanya hivyo, kwa maana chini ya maji hiyo mlikuwa mbegu ambayo ilikuwa imepanda, na ambayo ilikuwa na hitaji ya nuru ya jua ili iweze kutokea. Na nuru ya kwanza ilikuwa imepewa kwa dunia, ilikuwa imekuja kupitia neno lilokuwa limetamkwa na Mungu. Nuru ya kwanza ilikuja kupitia neno lilotamkwa na Mungu, akasema nuru iwe, na nuru ikakuwa. Giza zikageuka kuwa nuru ili ziweze kuleta uumbaji,
na ikaumba furaha ya kuishi kwenye dunia hii. Ijapokuwa sababu ya neema ya Mungu inayojaa upendo na rehema, katika siku hii ya uumbaji hapa duniani, jua ikaamka na ikaweza kuangaza mianga yake au mishale yake, na dunia ikaanza kukauka. Anga juu yetu ikangaa, furaha na uzima ikakuja kwenye dunia hii, na mbegu zikatokea. Oh, ni wakati gani kubwa! Lakini hiyo siku ya kuamka kwa jua ilikuwa bado kuweza kulinganishwa na jua na hii kuamka kwa jua ya Pasaka. Lakini sasa wakati hiyo jua inapoangaa toka mbinguni, ikawa kuamka kwa jua iliyo kubwa kuliko hiyo wakati ya mbele, kwa maana ilikuwa na maana iliyo kubwa, ikawa na habari iliyo njema sana, hiyo adamani sana kuliko ile jua ya kwanza. Na hapo akatuletea habari ya ikasema kwamba yeye amefufuka, yeye yuko hai, anaishi, amefufuka toka wafu, kama vile alivyokuwa ameahidi kwa mara ya kwanza. Wakati jua ilipoamka kwa siku ya kwanza, nuru hapa, nuru ya dunia hii ndani ya mwanzo ilikuja juu ya dunia. Lakini sasa hii kuamka kwa jua ndani ya Marko, kukawa kuamka kuwili kwa jua, na sio tu hiyo jua ambayo tunayoona, lakini mwana naye alifufuka ili alete uzima wa milele kwa uzao wote ulioahidiwa kwa Mungu, mahali pote wanaweza kuwa hapa kwenye dunia hapa wakiwa wametayarishwa. Na sio tu uzima ya mimea ambayo ilionekana kupitia jua kwa wakati ule na iliyoweza kuonekana, lakini hapa wana wa Mungu ambao walio kwenye dunia hii nao walionekana, na uzima wa milele ukapewa kwao, kwa wachaguliwa hao ambao walioweza kutambua, ambao aliyowatambua mbele ya kuwekwa kwa misingi ya dunia. Aliwachagua yeye mwenyewe mbele ya kuwekwa kwa misingi ya dunia. Na kisha asubuhi ya Pasaka mili yetu ilikuwa ikilala mahali fulani ndani ya mavumbi, kwa maana tulikuwa mavumbi ya udongo. Ndani ya mbingu kulikuwa kitabu, ndani yake majina zetu ilikuwa zimeandikwa. Na mjue ya kwamba kama mwana wa Mungu huo alifufuka, watoto wote wa Mungu nao wote waliingizwa katika hiyo ufufuko, na alikuwa akijua ya kwamba ingepasha kuwa hivyo wakati wote. Hiyo kuamka kwa jua ingepasha kutokea kwa ya ajabu, ingepasha kuwa ya ajabu kuliko hii ya kwanza. Na sasa kama tunaweza kukamata ujumbe huu inayosema kuvunjwa kwa muhuri, kuvunjwa kwa muhuri wa Pasaka, na tunapoingia ndani, watu wanatumiana ujumbe, wanakwenda huku na kule, na mnajua ya kwamba pia waganga wako na uwezo na wanajaribu kuweza kufanya kizuri sana sana katika hii wakati huu, ili waweze kusaidia mashirika za wagonjwa. Lakini na kadhalika. Lakini kama tunaamini ujumbe huu hapa sasa, muhuri inavunjwa, kwa maana ujumbe iko chini ya muhuri, au muhuri inavunjwa kwa maana ujumbe iko chini ya muhuri, kwa maana kweli muhuri wa kweli wa Pasaka ulivunjwa wakati wa kuamka kwa jua, na siri ya kifo ikafunuliwa. Tulikuwa hatuijui mpaka sasa. Ulimwengu ulikuwa katika giza, ilikuwa ikibabaika, watu walikuwa hawajui kitu fulani, oga ulikuwa ndani ya mioyo ya watu, madesturi zilikuwa pale, watu walikuwa wakitumikia masanamu, walikuwa wakitumikia miungu tofauti, na wote walikuwa wameingizwa katika kaburi na wakabaki kule. Lakini si muhuri wa kweli ulivunjwa. Yeye ambaye aliyeweza kuwa pale na kuishi kama vile tunavyoishi, na naye aliyekufa kama vile tunavyokufa, lakini yeye akafufuka kutoka wafu. Oh, ni asubuhi gani ya ajabu! Mavitendo kama hivyo vilikuwa bado kufanyika katika habari ya ulimwengu. Siri inaweza kushuhudiwa, naye iko ufufuko na ni uzima pia. Naye angeweza kusema, ninaishi nanyi mutaishi pia. Na sio tu kwamba aliweza kupata sehemu katika ufufuko, lakini uzao wote ambao uliokuwa katika hiyo mpango mkubwa wa Mungu ulipata sehemu katika ufufuko huo, kwa maana alisema, ninaishi nanyi mutaishi pia. Ilikuwa ni kuvunjwa, ilikuwa ni kuvunjwa kwa muhuri. Na hivyo kama vile alivyofufuka, wale wote ambao walio katika Kristo watafufuka pia pamoja naye.
Mungu alishuhudia neno lake. Mnaona yote ambayo watu waliokuwa wakiwazia, yote iliweza kutoshwa. Mnaona yule aliyekuwa hai, yule aliyekuwa na ushirika pamoja na watu, alisema nina uwezo ya kutoa uzima wangu na kuuchukua tena. Hakuweza kutoa tu maelezo, lakini aliweza kuionyesha kama vile ni kweli. Ona gisi kitu gani cha ajabu. Ninafurahi sana. Sisi tunaoamini tunaweza kushindwa hata kuiamini. Kuweza kujua hii ukubwa wa kitu hicho, kwa maana alifufuka kutoka wafu, nasi tulifufuka pia pamoja naye, kwa maana tulikuwa ndani yake. Kama vile pia maji ilikuwa ikifunika dunia, na mbegu zilizokuwa katika dunia hii hazingeweza kutokea mbele maji iweze kutenganishwa au kuwekwa pamoja, na mbele udongo uweze kutokea, na mbele jua iweze kutokea na kuwaka, na hivyo ndani yake aisemeka kwamba haiko tena hapa, lakini alifuka. Na hapo kama alifuka, mbegu yake nayo inatokea au uzao wake unatokea, na ikaonyesha kwamba neno lake lilikuwa na kweli, kwa sababu yeye alishinda kifo, alishinda kuzimu na kaburi. Utatu wa shetani, kifo na kaburi. Shetani ndiye anaweza kuleta kifo, naye ni mwenye kuzimu, naye kuna mamlaka juu ya kifo au kaburi. Tazama hiyo utatu wa shetani. Unaona? Kifo, kuzimu na kaburi. Hiyo ndio utatu wa shetani. Mambo yote iko katika kaburi na kisha inaingia katika kuzimu. Lakini kitu moja ambacho kinaweza kuonyeshwa na kuingizwa katika kifo, na watu waliweza kushikwa katika oga. Lakini sasa hiyo hali iliyo tofauti ya Mungu iliweza kuleta uzima, na ikaweka muhuri kwa adui na kifo, na yote iliyokuwa pamoja na Mungu iliyokuwa pale, Mungu akaishinda, na ikaonyesha kwamba mimi ndiye kufa na niko hai, na sasa nina mfunguo wa kuzimu na kaburi au Hadesi, kifo na kuzimu. Na yeye alishinda adui, yeye alishinda maadui zote. Alionyesha ya kwamba hiyo utatu wa shetani ulishindwa, na Mungu yeye mwenyewe aliweza kuwa na nguvu ya kuweza kuleta mambo hayo yote. Yeye alikuwa Emanueli, Mungu alijifunua ndani ya mwili. Mungu alijifunua ndani ya mwili. Haiwezi kushangaza kuona kisa aliweza kutetea ndani ya Mathayo 28:18 ya kwamba nilipewa uwezo wote mbinguni na duniani, nanyi ni washuhuda wangu ndani ya ulimwengu mzima. Alikuwa ameshinda kifo, kuzimu na kaburi. Na sio tu hiyo, lakini pia alitoka akiwa mshindi, akiwa na nguvu zote za mbingu na dunia, akiwa na mbingu zote duniani na mbinguni. Yote ambayo Baba aliyokuwa, yote ambayo Roho Mtakatifu alikuwa, yote ilikuwa ndani yake. Alikuwa na mamlaka yote mbinguni na duniani. Yote ilikuwa imepewa kwake. Ingine yote ilikuwa haina mamlaka. Alikuwa ameshinda yote. Na sio mwisho, alitoa neno kwa wanafunzi wake waliokuwa wakimwamini, akiwaambia msiogope, kwa maana mimi ndiye niliyekuwa nimekufa, na tazama niko hai milele na milele, na nina funguo za kifo na kuzimu. Nilishinda, msiogope, kwa maana kila mbegu iliyotayarishwa na kuchaguliwa na Mungu itaota na kuleta uzima, wakati nuru ya utukufu ya Injili itakapoigusa yeye ambaye Mungu aliweza kuitarishia. Unaona, alimfufua kutoka wafu. Alifuka kutoka wafu. Ni kitu gani cha ajabu? Ninaishi, nilifanywa kuwa hai. Ndani ya Kigiriki neno hili inamaanisha ni kitu fulani ambacho kinaletwa katika uzima baada ya kifo. Mbegu iko kama vile mbegu inapopandwa ndani ya udongo. Mbegu inapaswa kwanza kufa, yote inapaswa kufa ili iweze kukufa, na hiyo uzima yake ni hiyo ndani ya mbegu sasa inapaswa kutokea sasa. Na aliletwa katika uzima na sio mwisho. Alisimama pale na alitaka ili aweze kuishi hiyo kitu moja, na aliweza kututumia hiyo nguvu moja ambazo zinaweza kumtosha katika kaburi, ili nasi aweze kutufanya kuwa hai, ili na sisi tuweze kuwa mahali alipo. Ndani ya Luka sura 24 mstari wa 49 inasema, tazama na watumia ahadi ya Baba, lakini mubaki katika mji wa Yerusalema mpaka muweze kuvikwa kwa nguvu za juu, ili niweze kuonyesha ya kwamba
sio tu kwamba waweze kutosha ndani baraka, lakini aweze kutupatia mambo hayo na aweze kutupatia uzima. Ndani ya mbegu iliyotayarishwa na Mungu, ambayo Mungu aliyoweza kutayarisha na kuona mbele ya kuwekwa kwa msingi wa dunia, iliyoandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa. Tulikuwa hapa duniani bila tumaini, bila hata matumaini. Tulikuwa hatusikie tu ikisemeka kuhusu baraka, lakini tuko sehemu ya baraka, tuko sehemu ya hiyo, tunaishika. Kama mbegu hiyo haiko kwenye udongo, hii haiwezi kuwa ndani ya uzima, haiwezi kutokea uzima. Inapaswa kuwa pale, inapaswa kuota, inapaswa kutokea wakati mwana anapokuja juu yake, anapomwangazia. Na tazama sasa, alikuja ili aweze kusherekea yote pamoja na sisi. Oh, hiyo sio maajabu. Injili maana yake habari njema. Wakati mtu anapokufa kunafanyika nini? Inakuwa ni habari njema, inakuwa ni habari njema. Kuzaliwa kwa Kristo ilikuwa ni habari njema, ujumbe nzuri, lakini kulikuwa bado kuwa ujumbe nzuri kama vile ile aliyoweza kutoa na kushuhudia, kama ile ahadi aliyotoa, aliweza kushuhudia yeye mwenyewe. Anaishi milele na milele, yeye ana funguo za kifo na kuzimu. Amina, iko nayo kwenye mkono wake. Yote iliyokuwa katika giza, giza yote ikapotea, giza ikapotea, kwa maana mwana alitoka katika kaburi, naye atarudi. Unaona, injili ni ujumbe wa furaha. Mtambue ujumbe wa furaha, ujumbe wa injili ni ya kuweza kuonyesha kwa wanadamu ya kwamba alifufuka. Enendeni, mwende mwambie wanafunzi wangu ya kwamba nimefufuka toka wafu, na kwamba nitakuwa pamoja nao, na kwamba nitawashuhudia. Kwa hiyo, oh Mungu, acha siku hizi za mwisho ziwe siku za nuru juu ya dunia hii, na nitaweza kuonyesha kwa wanafunzi wangu ya kwamba enendeni, mwende mkawambie ya kwamba sikufi tena, lakini niko hai. Mnaona, sio desturi, lakini alikuwa ni Kristo aliye hai, ambaye ninataka kuwaonyesha na kuwaonyesha. Mupatie ujumbe hii kwa wanafunzi wangu ya kwamba nilikuwa nimekufa, lakini nimefufuka toka wafu. Hii ni injili ya Yesu Kristo aliyekuwa yule jana, leo na hata milele na milele. Nasi ni washirika wa uzima huo, nasi tunaweza kuonyesha ya kwamba uzima wake uko ndani yetu. Hakujawahi kuwa uzima ambao haujaweza, ambao uliowahi mtu kuishi kama huu. Alikuwa mwana wa Mungu, alikufa, na hiyo ilionekana kwamba alifufuka kutoka wafu asubuhi ya Pasaka. Na sisi watumishi wake tuliweza kubebeshwa naye, tukaitwa na yeye, tukatumwa na yeye, ili tuingie katika ulimwengu mzima na tuweze kuchukua kwa kila mtu hii ujumbe wa furaha ya kwamba yeye yuko hai. Na sasa namna gani tunapaswa kufanya hivyo? Pamoja na maneno tu peke yake, kwa maana ndiko katika Wakorintho wa kwanza sura 2 mstari wa 4 ya kwamba injili haiko katika maneno tu, lakini katika kuonyeshwa kwa roho na nguvu. Hiyo inaonyesha kwamba yeye yuko hai. Lakini sasa kama kuna injili nyingine, kama vile Paulo alivyosema, kundi zingine, Galatia 1 mstari wa 6, sishangae kama mnaweza kugeuka haraka haraka kwa injili nyingine. Mnaona, mnadanganywa na madhehebu, injili iliyotengenezwa na madhehebu, na kwa sababu mnageuka na imbali njema hii, mnageuka na ujumbe huu wa furaha. Alisema Yohana 14 mstari wa 19, ninaishi nanyi mtaishi pia, ninaishi ndani yenu, na kazi ninazozifanya, Yohana 14 mstari wa 12, kazi ninazozifanya nanyi mtazifanya pia, nazo hizo zitakazonionyesha ndani yenu. Oh, ni ujumbe gani ajabu! Si ya kushangaa kama ulimwengu ya giza inaweza kuingia katika teolojia, lakini kwa mwisho wa wakati ufufuko ungepashwa tena kuonekana, ungepashwa kuwa tena nuru jioni. Na sasa ujumbe huu au iliyo ya lazima ya ujumbe iliweza kuletwa ni kwamba alifufuka toka wafu. Hiyo ndio ilikuwa chanzo ya ujumbe, nasi tuko watu wake, watu wanaopata sehemu katika yeye, nasi tulifufuka pamoja na yeye, na tunatosha ndani maelezo, na sio katika maneno, na sio madesturi ya watu, lakini tunakuwa tu kuweza kuonyesha yale ambayo tunafuata. Nikusema sasa, nawaambia watu wengi hawaleti watu kwa Kristo, lakini wanawaleta kwa kusanyiko au kwa teolojia, lakini tunapaswa kuwaleta kwa Kristo, kwa maana yeye ndiye peke yake aliye uzima, na ni yeye ndiye aliye na mwana. Yule aliye na mwana ndiye aliye na uzima. Yohana kwanza sura 5 mstari wa 12. Kama uzima wa mtu fulani uko ndani yako, na wewe utakuwa na hiyo uzima kama yeye.
kama damu ya mtu iko katika kundi fulani ya damu hiyo, kama vile group sange ya mtu fulani, kitu fulani, nanyi mnapaswa kuchukua hiyo. Na kama unaweza kamata hiyo damu kutoka mtu fulani na kuleta kwa mtu mwingine, na naye atakuwa na hiyo group sange au aina ya damu hiyo. Na sasa kama hiyo roho moja iliyo ndani yenu, na kama hiyo roho moja iliyokuwa ndani ya Kristo, unaweza kupakana na hiyo roho moja na hiyo uzima moja ndio ndani yenu, na kama ndani mwenu, kulingana na Waroma sura 8:11, mtaona kwamba hiyo mili yenu inayokufa nayo itafanywa huwa hai kupitia hiyo roho moja inayokaa ndani yenu, na huyo Kristo moja, hiyo nguvu moja, hizo baraka moja, kama zile alizokuwa amepokea kutoka kwa Mungu hapa chini. Aliwakomboa ninyi mliokuwa wametayarishwa ili muweze kuwa uzao wake mbele ya kuwekwa misingi ya dunia, na katika nuru ya injili ya ufufuko inayoshuhudia neno. Na tunajua Kristo ni nani, au tunajua kwamba yeye ni Kristo, kwa maana alishuhudia yale aliyokuwa amesema. Namna gani ninaweza kutambua ujumbe wa saa hii? Mungu alishuhudia yale aliyosema na kuahidi. Unaona, alikuwa akijua ni kitu gani alikuwa akisema. Yale aliyokuwa ahidi, yeye alishuhudia kupitia ufufuko. Iwe yoyote aliyoahidi, yale yote aliyoahidi kwa siku ya Musa, yeye alishuhudia. Kwa siku ya Noa alishuhudia. Kwa siku ya Enoch aliweza kushuhudia. Kwa siku ya mitume alishuhudia yale alisema. Nasi tuko sehemu ya hiyo mbegu yake inayoonyeshwa kupitia hii kitabu cha uzima cha mwana kondoo, naye anashuhudia tena upya. Oh, ni ujumbe gani ajabu! Siku ya asubuhi ya Pasaka, na sio tu katika ujuzi tu, lakini kupata sehemu ndani, kuwa ndani ya Kristo. Walikuwa pamoja naye ndani ya kusulubishwa, walikuwa pamoja naye ndani ya kuzikwa, walikuwa pamoja naye ndani ya ufuko, wakapata sehemu katika uzima wake, ndani ya giza, ndani ya kifo, ndani ya giza ya kutokuamini, ndani ya hii madhehebu na madini. Lakini hapo tulikuwa huko ndani, tulikuwa tukifuata hizo Methodist, tulikuwa tukifuata katika hiyo Methodist na mengine yote, tulikuwa tupata sehemu katika mambo hayo. Lakini tulikuwa na hamu tulikuwa na kiu ya Mungu, tulikuwa na kiu ya Mungu, tulikuwa na njaa ya kimu, tulikuwa na njaa ya Mungu, tulikuwa na kiu sana. Lakini tuweza kupata sehemu katika hiyo yote, tunapata sehemu katika neno la Mungu lililoahidiwa na ufufuko. Na hivyo hivyo kama vile yale kwa kuonekana kwa neno lililoahidiwa la Mungu, alisema Zaburi 16:10 ya kwamba sitaacha nafsi yake katika kaburi, sitaacha mwili wa mpendwa wangu uweze kupata kuharibika. Aliweza kumfufua, na kwa maana ilikuwa imeandikwa hivyo. Na wale walikuwa kibabaika katika giza waliweza kuuliza kuhusu kama ukuoshana miguu mpasha kufanyika, kama ile mpasha kufanyika, ile kama hii mashuti fulani mpasha kuheshimiwa. Unaona, hizo mawazo yote zilipita, kwa maana ilikuwa ni ufufuko ya utukufu leo uweze kuonekana, na ikaleta mwisho kwa yote iliyokuwa imefanyika kama vile mawazo ya watu. Unaona, hakukuwa wakati kama huu. Unaona, alikuwa ameahidi ya kwamba atafufuka. Unaona, na alikuwa akisema Yesu Kristo ni yule jana, leo na hata milele na milele. Waebrania 13:8. Unaona, lakini wanakataa hiyo yote, wanasema Biblia haiko tena ile ile. Hakuna kitu fulani. Na ijapokuwa Mungu yeye anaendelea kutumika na anasonga mbele pamoja, anaendelea mbele kupitia Roho Mtakatifu wake, na anaonyesha katikati yenu ya kwamba yeye yuko hai. Nasi tuko wale ambao wanaovuna matunda ya ufuko wake. Alituleta katika uzima, sisi ambao tuliokuwa katika ulimwengu uliokufa kupitia dhambi, ndani ya dhambi na kuvunja sheria, na akatuleta sasa katika mahali pa mbingu ndani ya Yesu Kristo. Roho wake inaleta uzima wake mwenyewe kwenye dunia hii. Ni Roho wa Mungu ndiye aliyefufua Kristo, mwili uliopakaliwa. Wakati Roho wa Mungu alipopakaa mwili kwa namna hiyo moja, kama vile mbegu ilivyopandwa ndani ya udongo, hakuiacha iweze kuharibikia huko, lakini alimfufua na akamfanya kuwa hai. Na huyo Roho moja, na kupitia hizo kazi moja, kupitia hizo nguvu moja, zitatimiza hizo alama moja na maajabu moja ndani yenu, nanyi atawafufua. Nina andiko pia ingine kwa ajili yenu, ningehitaji ili muweze kuisoma pamoja nami. Akose hiyo inaweza kuwasaidia kose kidogo. Ndani ya Walawi sura 23 mstari wa 9. 23 mstari wa 9. Walawi 23 mstari wa 9. Bwana akamwambia Musa akisema, mstari wa 10, sema na wana wa Israeli na kuambia, wakati mnapokuja kwa nchi ambayo ninawapa ninyi,
na mutavuna mavuno yake. Alafu wakati mtakapofika katika eneo nilipowapatia, wakati mtakapoleta kuingia katika hiyo nchi, hapa naambia watu wa mwili, hapa ni picha, hii ni picha kwa mambo iliyo ya kiroho. Mstari 10, mutavuna mavuno yake, halafu mutaletea kuhani mganda wa malimbuku ya mavuno yenu. Mstari 11, naye atatikisa mganda huu mbele ya Bwana ili ukubaliwe kwa ajili yenu. Siku ya kwanza nyuma ya Sabato kuhani ataitikisa. Kama kulikuwa madesturi takatifu, ilikuwa ni siku ya Sabato, kwa maana ilikuwa ni siku ya saba, ilikuwa ni siku ya sita, unaona, au samedi. Lakini katika hii ukumbusho hii, hiyo mganda ingepaswa kutikiswa siku ya kwanza, kutikiswa, unaona, na ilikuwa ni malimbuko, ilikuwa ni malimbuko ya mavuno ambayo ilikuwa mmepanda, au ilikuwa ni matunda, ilikuwa ni malimbuko ya matunda ambayo mlikuwa mmepanda. Na wakati mnapoivuna na mtakapoileta kwa kohani, ingepaswa kutikiswa mbele ya Bwana, unaona. Na hiyo inaonyesha ya kwamba mnakuja na mganda wenu na mnaitikisa mbele ya Bwana, na Bwana atakuwa amewakubali. Na sio tu siku ya Sabato, lakini siku ya kwanza ambayo tunayoita siku ya kwanza ya juma. Unaona? Sasa Sabato katika lugha inatoka katika lugha ya Kijerumani, katika lugha ya Kiroma inayomaanisha kwamba Mungu hujua, lakini inaweza kugeuzwa kwa namna hiyo. Lakini hapa haihusu siku ya kwanza ya juma, lakini nasemeka kuhusu siku ya mwana, siku ya mwana. Nataka kuionyesha siku ya mwana. Mwana wa Mungu alionekana na aliweza kutikiswa mbele ya kanisa, mbele sisi tuweze kuwa uzao wake au mbegu yake, sisi mbele tuweze kuwa malimbuko ya mbegu yake, ya mbegu zake. Unaona, siku ya kwanza ya juma alifuka, siku ya kwanza ya juma Dimash, naye aliweza kuonyesha hiyo alama kwa kulaga, na kisha akachukuliwa mbinguni, akichukuliwa huko juu. Unaona, mbegu ya kwanza ya ngano ya Mungu ilifufuka toka wafu kupitia nguvu zinazoleta uzima za Mungu, akafufuka kutoka wafu. Yeye alikuwa matunda ya kwanza kwa wale wote ambao walikuwa wamelala, alikuwa hiyo mganda. Na ndio maana hiyo mganda ilipaswa kutikiswa, kwa maana alikuwa ni mganda wa kwanza, alikuwa wa kwanza kukomaa, aliweza kutikiswa kama vile ukumbusho kwa ajili ya kushukuru Mungu, akiamini ya kwamba wengine wapasha kuja pia. Hiyo ilikuwa ni alama. Na sasa yeye mwana wa Mungu ambaye aliyekuja akiwa amekomaa ndani ya Mungu aliweza kuchukuliwa kutoshwa mbinguni na akapanda juu ya watu katikati ya nguvu zinazoleta uzima. Oh, ni funzo gani la ajabu! Hiyo yote ilikuwa imepangwa, kitayarishwa na mifano, lakini hiyo yote ilikuwa ni huyo alikuwa ndiye matunda au tunda la kwanza na wale walikuwa wamekufa. Yeye alikuwa ni mwana aliyeahidiwa, yeye aliye wa kwanza katikati ya wafu. Na sasa siku ya Pentekoste, wakati ngurumo au upepo kubwa iliposhuka toka mbinguni, na wakati mbegu yoahidiwa zilipokuwa zimekusanyika, mnaona watu, hiyo siku ya Pentekoste walikuwa kingoja ili baraka ikuje. Walipashwa kuwa pale ili waweze kutikiswa pamoja. Kulingana na Luka 17:13, mwana wa mtu atajifunua tena ndani ya siku za mwisho, na kutakuwa tena kutikiswa juu au chini, katikati ya taifa. Unaona? Na kwa mwanzo ilikuwa neno, na neno lilikuwa pamoja na Mungu, na Mungu alikuwa neno, na neno likafanyika kuwa mwili na akakaa katikati yetu. Na ijapokuwa hii mafundisho yote ambayo tunayo kushuhudiwa kwa neno, ni kwamba yale tunayoona leo kupitia neno la Mungu, alama na maajabu. Unaona namna gani naweza kuonyesha Luka 17:13 na Malaki sura 4:5, na hizi maneno zote tunaweza kusoma hapa, kinasemaka kila mara. Neno hili linatikiswa mbele ya taifa, na pia hata hizi madesturi za watu hazina hata uzima, lakini Yesu Kristo iko hai na taifa lake limepata uzima kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Unaona, Kristo alikuwa wa kwanza kutikiswa mbele ya manabii wote. Yeye ni wa kwanza, yeye ni mzaliwa wa kwanza. Unaona namna gani bibi harusi anavyotoka ndani ya kanisa. Mganda
unapaswa kutikiswa katika siku hizi za mwisho. Kutikisa mganda, mnaona, tunda la kwanza iliyoweza kukomaa inaunda mganda inayotikiswa baadaye. Haleluya! Ngano, ninawaonyesha na wasi ya kwamba mnaelewa ni kitu gani nazungumza. Kutikisa mbele ya taifa, na wakati alipokuja kwa mara ya kwanza, mnaona ni kizazi cha bibi harusi, ufufuko, madhehebu, ujumbe kwa kutoka, kugeuka kwa kukomaa kwa ujao kwa neno na kutikiswa mbele ya taifa la Mungu, ili neno lake liweze kushuhudiwa kupitia maalama na maajabu kama vile alivyofanya mbele. Nataka ili muishi, kwa maana mimi ni hai pia. Na hivi ndivyo aliambia bibi harusi wake. Na ni ufufuko gani? Hii ni ufufuko gani ya namna hii? Alifufuka toka wafu, akaleta uzima ndani ya Yesu Kristo kupitia nguvu zinazoleta uzima za Mungu. Alitikiswa mbele yao, neno lilokuwa mbele liweza kutikiswa tena mbele yao siku ya Pentekoste. Neno likafunuliwa likaonekana, na nasema kwamba litatikiswa tena kwa siku za mwisho. Sasa muwazie kama tunaweza kurudi kwa mfano nyuma mchana kati huu huko Tucson, na kama tunaweza kwenda huko ndani ya Cadillac mpya, na kama viti vyote vinaweza kuwa zimetengenezwa na ngozi iliyotengenezwa vizuri, hiyo imekwisha kutengenezwa vizuri, na yote iko vizuri na pengwa vizuri na kuvikwa kwa au kufunikwa kwa udongo, inaweza kuwa imefunikwa na peluche, na kisha motori inaweza kuwa pale, na kisha inapimwa na gurudumu, na yote inaweza kuwa pale, na yote inaweza kuwa inawekwa ndani mafuta, na gurudumu zinaweza kuwa katika ndani, zinaweza kuwa na hewa nzuri. Yote inaweza kupimwa mzuri kwa namna ya kisiasa au kwa kiakili, na kisha hiyo gari inatoka kwenye mlima. Lakini sasa kama hamkuweza kuweka hata mafuta ndani au essence, ikiwa ndani mambo yote yanastahili, hamwezi kuanzisha hiyo motori kama hamuna mafuta. Mnaona, inaomba iwe yote inaweza kuwa katika hali njema, iwe kama hii Cadillac, lakini kama hiyo haina ndani mafuta haitawaka. Hamuna hata nguvu ya kuweza kuwasha hiyo moto. Unaona, unaweza kusema nguvu iko ndani ya essence, ndio, au mafuta. Iwe yoyote nguvu ya essence, inaomba kama hakuna hiyo nguvu za kuweza kuweka hiyo essence ndani nguvu ili iweze kuanza kitu fulani. Unaweza pia hata kuongeza ndani maji. Unaona, iwe teolojia ambayo tunayo, iwe akili yote ambayo tunayo, yote niweza kuweza kupanga au hesabu nyingi za madhehebu ambazo kuweza kutengeneza, lakini kama huyo Roho Mtakatifu hakuje juu ya mtu ili aweze kufanya neno kuwa hai. Essence inamaanisha neno lilofunuliwa, lakini sasa bila roho haitaweza kuingia katika kitendo. Mnaona, tunaweza kuwa na kuweza kuonyesha maana au thamani kubwa mbele ya kitu fulani, tunaweza kuweka juu ya chuma au mashini, lakini tunahitaji sasa nguvu za Mungu. Tunahitaji hiyo dinamiki au nguvu za Mungu kwa ajili ya ufufuko wa Yesu Kristo, ili hiyo nguvu za Mungu ziweze kuonyesha ya kwamba hiyo ni essence inaweza kumwanga ndani ya hiyo chombo cha kuweka ndani mafuta au essence. Unaona? Lakini alama moja ni kuweza kuwasha hiyo motor, na hapo sasa utaweza kuona kama ni essence au hapana. Na kama mnajaribu kuweza kuweka Roho Mtakatifu ndani ya dhehebu, itakuwa kama vile mnaweka maji ndani ya reservoir, mahali pa kuweka mafuta. Na kama sasa mnaweza kuweka essence ya namna mbaya, hiyo mabuji zitaweza kuwa nyeusi na haitatembea. Hapana. Lakini neno la Mungu, Roho wa Mungu, niyo uhusiano kamilifu na nguvu za ufufuko za Mungu vinapaswa kuingia katika uzima ya watu na ya wanawake. Na hapo sasa mtaweza kuona Cadillac kishoka toka milima, na mtaona hiyo nguvu za Roho Mtakatifu, mtaona nguvu za Roho Mtakatifu. Na kama vile siku ya Pentecost, hiyo mganda iliweza kutikiswa mbele ya taifa. Yesu Kristo yule jana, leo na hata milele na milele. Tazama mfalme wa manabii wote, tazama kanisa na bibi harusi na kadhalika. Haleluya! Bibi harusi wa kweli anapaswa kuonekana. Kunapaswa kuwa kitu fulani kilicho ndani, mashini na motori yake. Mkumbuke kwamba
kanisa inafanya uhai kupitia Roho Mtakatifu na inatikiswa kupitia nguvu za ufuko wake, ili nasi tuweze kuyafikia mpaka tuweze kufika uhusiano au tuweze kupata mahali. Ina faida gani kuweza kuchafua gari? Ina faida gani kuweza kukokota gari? Hata kama unaweza kukokota, hata kama mnaweza kuwa nguvu nyingi ndani ya gari, na kama hiyo motori yake inaweza kuwa hata katika utaratibu, na kama hakuna kitu kinachofanyika, na hiyo ndio Pasaka inaonyesha. Hakukuwa tu neno, lakini yeye alikuwa Mungu yeye mwenyewe, roho ndani ya neno. Unaona, yule aliyezaa mwili wa Kristo akaifufua tena, akayamsha. Ni mimi ndiye nilikuwa nimekufa. Alikuwa amekufa pia, hata jua ikapotea au dunia ikakuwa giza na mwezi kazimika, na kila watu wote wangepasha kutambua kwamba alikuwa amekufa, na pia waweze kutambua kwamba yeye alikuwa amefufuka. Hiyo nguvu zikaionyesha. Na sasa kama yeye ni bwana harusi, ni kusema sasa bibi harusi anapashwa kuja kutoka hiyo njia moja, kwa maana yeye ni sehemu ya hiyo. Ni kweli neno linapaswa kutimilika ndani yao kama vile ndani yake, naye anapaswa kuonekana. Kama iko tofauti na bwana harusi, ni kusema sasa sio hivyo, hiyo sio kweli. Kuna kitu ambacho hakitembei vizuri. Yeye ni mwili wa mwili wake, uzima wake, nguvu zake. Yeye ni yeye. Iko kama vile mwanaume na mwanamke wanafanya kitu kimoja. Unaona? Kama vile kwa Adamu aliweza kutoshwa katika ubavu wake. Hiyo ilikuwa ni chuma na motori yake. Unaona? Yote ilikuwa ni mwili wa mwili wake. Unaona? Na sasa wana kitu gani cha uhusiano? Waliunganishwa pamoja. Unaona? Na kanisa katika siku hizi datia hii ya Pasaka inapaswa kuonyesha alama hiyo, na kama hivyo utashindwa na haitaweza kuionyesha. Lakini sasa kama Roho wa Mungu ambayo iliyoweza kumsukuma kuweza kufanya yale aliyofanya, na aliyeweza kutikisa hizo machuma 16 ndani yake. Amina. Yale aliyosema ndani ya Yohana 14:12, yule anayeniamini atafanya makazi ninazozifanya. Nitampa ili aweze kujazwa kwa kiwango hakuna mtu anaweza kupingana na yeye. Nitamfufua kwa siku za mwisho. Na hiyo Pasaka inamaanisha. Pasaka inamaanisha hivyo. Ujumbe wa Pasaka, mekaniki na dinamiki yote pamoja. Hiyo mekaniki inahitaji dinamiki. Moja haina faida bila ingine. Mnaweza kuruka, mnaweza kufurahi, lakini kama mnakataa neno, hiyo haitatembea. Hapana. Mnapashwa kugeuza hiyo mambo yake, chuma yake, na tena, lakini hiyo haitatikisika na hakuna kitu kitaweza kugeuka. Mnaona? Moja itabaki bila kutikisika, na nyingine itapanda. Itatoshwa. Na yote mbili itakuja na wote wawili wanakuja kwa kusanyiko. Wote wawili wanatetea kwamba wao ni bibi harusi. Sasa swali ya kujua kama wote wako na hiyo mekaniki na dinamiki. Hiyo ndio kitu moja ambacho kinaweza kufikia hiyo. Iwe hali yoyote au aina ya mekaniki, lakini hiyo dinamiki ndio ya lazima. Inaomba hayo mawili iweze kuunganishwa pamoja ili iweze kutembea. Na kwa wakati sasa hiyo uzima inatokea sasa, inaweza kuonyesha na kuleta sasa kama vile mtokeo fulani, inaweka ndani chuma ndani ya kitendo. Unaona? Yeye ni yule jana, leo na hata milele. Na ni yule. Hii ndio ufuko. Hiyo ndio nguvu za kweli za Mungu. Mekaniki na dinamiki ni chuma na motori yake. Hiyo ndio inaleta uzima. Na hiyo ndio inayoleta moto na ni hiyo uzima ndio inaleta hiyo uzima inayotikisa hiyo mafuta au essence. Alisema bila mimi hamwezi kufanya kitu chochote. Na alisema kama vile Baba alivyonituma na watuma ninyi. Yohana 15 mstari wa 5. Yohana 20 mstari wa 21. Unaona? Nina hivyo ndani yake. Kama vile Baba alivyonituma nami ninawatuma. Na hiyo ni hiyo chuma moja. Na naomba sasa hiyo uzima moja ili uweze kuleta hiyo chuma katika kitendo. Na hapo sasa alama zitaonekana pale na zitafanyika. Paulo anasema injili haikuja kwa maneno tu, haikuja katika mambo tu ya machuma tu, lakini ilikuja ndani hiyo uzima kuleta ndani hiyo kitu ndani ya kitendo. Na hapo kama hiyo roho moja inakuwa juu yetu, na hasi tutafanya kuwa hai kupitia, tunaweka uzima kwa ajili ya uzima mmoja. Hiyo roho moja inaandikwa katika Waroma sura 8. Tusome tena hiyo. Kweli? Nataka kusema Waroma 8 mstari 11. Lakini kama hiyo ndio shida. Sasa hapa ndio nahusika hapa.
Na kama roho yake yeye aliyefufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyefufua Kristo katika wafu atawapa uzima kwa miili yenu iliyo ndani, iliyo katika hali ya kufa. Kama hiyo roho iliyo ndani ya bibi harusi, tusema Mungu huyo moja aliyekuwa ndani ya bwana harusi alifanya hiyo kwa mara kwanza, alikuwa hiyo mara moja, alikuwa yeye katika roho, mwanamke na mwanaume, alikuwa hiyo katika roho ndani ya mwili wake wa kiroho. Na ni hapo ndivyo aliweza kutoa mwanaume toka mavumbi na akaweza kumuumba kwa namna ya kiroho, akamtoa sasa ndani yake. Unaona, hakuweza kukamata kitu fulani kingine cha udongo pembeni kwa ajili ya Eva ili aweze kuitengeneza, lakini alimtosha ndani yake. Ndani ya Adamu mlikuwa hiyo roho mbili, mlikuwa roho ya mwanamke na mwanaume, na kisha baadaye huyo mwanamke kikatosha ndani yake. Na ni hapo ndipo ilikuwa sasa ni nyama ya Adamu na ilikuwa ni nyama yake. Unaona, na iko hivyo kwa ajili ya bibi harusi, yeye ni mwili wa mwili wake na mifupa wa mifupa wake. Mwanzo sura 2 mstari 23. Kwa muda mfupi tunaweza kuzungumza kuhusu yale yanayofanyika na namna gani hayo kugeuka inaweza kufanyika. Inafanyika katika roho. Waroma 8 mstari 11. Lakini kama roho yake yeye aliyefufua Kristo Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyefufua Kristo katika wafu atawapa uzima katika miili yenu inayokufa kwa roho yake, kwa sababu ya roho yake anayekaa ndani yenu. Hiyo ndio mbegu ya wale utarishiwa. Wale ambao wanaopokea uzima wako hapa, lakini wao ni mbegu zinazokufa. Lakini mtazame, kuna mbegu Mungu alikuwa akijua ya kwamba angepasha kuwa pale. Wachaguliwa ni wale ambao wanapaswa kuwekwa ndani uzima kwa mara ya kwanza kupitia Roho Mtakatifu, kwa maana Roho Mtakatifu anakuja ili aweze kutetea walio wake. Ni yakini sana, ningetaka ili muweze kushikaza kuweza kushika hiyo. Mnaona, sio jiwe la mwamba ambayo utakayoleta ndani uzima ambayo yote iliyo ndani, lakini hiyo sehemu iliyo kwenye udongo, hiyo sehemu ambayo iliyo sehemu ya hiyo ingine yote. Watu wengine wote hawataweza kuikubali, wote hawataweza kukubali na kukubali Kristo, lakini hawataweza kukubali na kupokea Kristo. Lakini wale wote waliotarishia uzima wako hapa ndani ya udongo, ndani ya mavumbi, lakini jua inakuja na kuwachomoza na kuwatosha na wanatokea. Mnaona, mwamba au mawe yote hiyo pale, yote inaletwa katika uzima, lakini yote iliyotayarishwa kwa ajili ya uzima na yote iliyo katika mavumbi ya dunia hii ya udongo, maana alitumwa si kuweza kuleta mchanga kuwa hai, lakini ili yale iliyotayarishiwa kwa ajili ya uzima, ni kusema uzima, hiyo mbegu. Na sasa Roho Mtakatifu anakuja, na sijui kama watu wanaweza kuelewa hiyo au kuipokea. Na hiyo yote watu wanasema kama wafu hiyo yote watu wanasema, lakini ya kwamba kama hata wagonjwa wanapona, hata waliokufa wanafufuka, hiyo yote hawezi kuikubali. Lakini hiyo ujumbe itaachwa kwa ajili ya waamini. Kwa wanaoangamia ni upumbavu, lakini kwa wale walio katika Kristo wao ni uzima, kwa sababu wao ndio mbegu hiyo. Sisi tuko katika kizazi hiki cha tai, na kama vile nilivyosema, huyo tai aliwekwa, hiyo tai kidogo iliwekwa katikati ya kuku, na kisha akaweza kubaki pale katikati ya kuku. Ilikuwa ni kitu fulani cha kipekee, ilikuwa ni kitu tofauti, alikuwa na manyoya yao tofauti, na alikuwa na hali hiyo tofauti, alibaki pale. Lakini huyo tai, mtoto kitai alikuwa pale, alikuwa tofauti. Yeye alikuwa hafurahishwe na chakula ambayo alikuwa akikula. Kuku zilikuwa tofauti na yeye, alikuwa na hali yake tofauti na hiyo. Hakuna kitu kilikuwa kikimfurahisha pale, alikuwa haivumilie, alikuwa hafurahishwa na harufu ya hiyo. Hakukuwa yeye kifaranga, na kuku ikamtazama, ikamuona, ikasema, mbona hii wakati imekwisha kuchelewa. Watu walio kuku wanasema, wakati wa madhehebu wakati wa maajabu shakapita. Tazama, inaomba tu kuweza kuwa katika shirika ya kizehebu. Na wewe uko mkiana mzuri. Unaona, alifuata kuku. Lakini sasa siku moja mama yake tai alijua ya kwamba alikuwa ametaga mayai mengi, na kisha akakosa yai moja, na alikuwa akijua kwamba hiyo tai ingepaswa kuwa mahali fulani. Alikwenda na akatafuta huko katika mabonde, katika milima, akatafutia mahali pote ambapo mtoto huyo angepaswa kuwa, kwa maana
wakati kuwa imefika ambayo pasha kutoka katika mayai, lakini walitaka, nilikuwa nimetaga mayai yangu, lakini kuna mtu aliweza kuiba yai yangu, na hiyo yai yangu sio mahali kwenye iko, na mahali fulani napasha kuwa na mtoto yangu, napasha kwenda kumtafuta. Na ni hivyo pamoja na Mungu, yeye ni tai kubwa. Yeye alikuwa akijua ya kwamba ana kanisa, iwe yoyote ambayo inayoweza kulaliwa mahali hapo na yote inayotokea, yeye ana mali yake. Siku moja habari kaendelea, huyo mama tai akaruka karibu mahali kwa nafugia kuku, akatafutia mahali pote, akampata. Ona jinsi kuweza kutambua hii ufufuko ya kwamba hakukuwa yeye kifaranga, lakini alikuwa tai, na waliweza kumuuliza, alikuwa akijua jinsi ya kuangalia chini, akatazama katika hiyo mahali pa kufugia kuku kulikuwa vidudu na kadhalika na kadhalika, na kisha akasikia sauti, akapandisha macho, akatazama juu, akaona huko kulikuwa kiumbe, kulikuwa kitu cha nguvu sana, kilikuwa cha nguvu sana kuliko vile vifaranga vyote na mambo yote ya kufugia ndani kuku. Na hapo akasikia ya kwamba huyu ni mama yangu, na alikuwa akijua ya kwamba huyu ni mkijana wangu. Akatazama, napaswa kufanya nini? Akasema, nipaswa kufanya nini? Akasema, wote kisa tu mabawa kidogo. Alikuwa akijua kwamba alikuwa na mtoto mahali fulani, na hapo iwe yoyote alipoweza kukomalia, lakini alikuwa akijua kwamba alikuwa na bwana mahali fulani. Mungu anajua hiyo. Haleluya! Ana kanisa la wachaguliwa ndio tayarishwa. Anajua ya kwamba ana wavulana wachana, ana bibi harusi mahali fulani, anangoja na Roho Mtakatifu atakuja juu yake, na hapo kutikiswa itafanyika. Yeye yule jana, leo na hata milele na milele. Si mahabari, lakini hii ni uhakika. Iwe yoyote wanayosema, lakini tai anaelewaka hapo, anatambua kwamba tai ni tai, anaona, anatambua, anawaza na anaheshimu, anaonyesha, anatangaza. Na sasa hapa hatuoni sasa zehebu, hapa tuone iliyo mambo ya kuweza kutofautisha mambo ya akili au kimashule, lakini yeye mwana wa Mungu, yeye ni mwana wa Mungu, yeye ni picha ya Mungu asiyeonekana, akiwa na nguvu za kiungu zilizo ndani uzima. Yeye anajibu maswali zote. Yeye ni yule jana, leo na hata milele na milele. Yeye yuko kama vile bahari, yeye yuko kama vile mama anayetafuta mtoto yake. Huyo tai alimtambua na akatambua neno la Mungu lote. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa tai. Tai anakuja kwa tai mwingine. Neno mbele ya kuwekwa msingi ya dunia lililotamkwa kwa neno lililotayarishwa kupitia neno lililoandikwa mbele, na kisha baadaye mtafute mpaka liweze kupatikana. Unaona, wakati mwili huu wa dunia unapofanya kuwa hai kupitia Roho wa Mungu, unaona, kulingana na neno la Mungu, unaona namna gani tunaweza kuyafikia, kama vile huyo tai, mtoto tai alipoweza kuuliza anaweza kuruka namna gani mpaka kwako. Unaona, sio kama vile kifaranga, lakini mtoto tai alikuwa akijua hiyo yoyote ambayo mfaranga alikuwa akisema, lakini alikuwa akijua ni kitu fulani. Na jibu ikasema ya kwamba mama yake akamwambia eti tikisa mabawa yako na utaona ni nini. Neno ni neno, yale ninayofanya mtaifanya pia ninyi mnaoamini mimi, kwa maana nami naishi nanyi mtaishi pia. Na sasa kama Roho ambaye aliyemfufua toka wafu anakaa ndani yenu, atawapatia ninyi uzima. Ili kunamaanisha nini hiyo? Mnisikie vizuri, mtaelewa na mtatambua. Unaona, hiyo haitafika tu, ishakafika kwa ajili yenu. Ilikuwa ni nini? Anapatia uzima kwa mili inayokufa. Katika maneno mengine, anawaleta katika uzima. Mlienda huko mkiwa na sigareti kwenye kinywa, mnyinyi wanawake mlio na mavazi na nywele ninyi wanawake mlio na nywele fupi na mavazi mafupi. Mnaona, mliweza kutazama hiyo, mkatoka katika mambo hayo yote kwa sababu mliweza kupata uzima. Hamuna masuruali, hamuna manikeri, hamuna mambo ya uongo. Mnaona, hamuna uongo. Mnaona, huyo Roho mmoja aliyemfufua kutoka wafu atanyenyekeza pia mili yenu nayo kufa, ambazo zilizo katika mavumbi ya udongo hii, na hiyo ikilingana na neno na sio kwa kuweza kutafsiri neno. Itaweka mili yenu chini ya neno. Na sasa mnasema, oh ndio naweza kuchukua masuruali na kadhalika, lakini wakati unapofanya hivyo, basi unakuwa umechelewa. Utakuwa sehemu ya mambo hayo yote, na utasema, oh mchungaji wangu nitakufanya hivi.
hautaweza kuhusika na kitu kingine ila tu neno ambalo utahusika tu na yale ambayo neno nasema. Kama pastor, kama mchungaji wako anasema kitu fulani, yeye huyo mchungaji hakulishe tai, lakini anakulisha vifaranga. Lakini Biblia ndio inasema ya kweli. Yeye ndiye anayesema ya kweli. Mungu anasema Biblia, Mungu anasema ya kweli. Lakini watu wanasema ya uongo. Lakini Biblia inasema kwamba yeye ni yule jana, leo na hata milele na milele. Mungu alitupatia mawazo yake tangu mwanzo. Alikuwa nasi ndani ya mawazo yake tangu milele na milele. Na sasa kama unaweza kusema, "Oh, hii ni mawazo ya zamani. Oh, ni mambo ya zamani." Ya kwamba hii ni mafundisho ya akili. Lakini ninyi ni mbegu. Ndani yenu muna kilio na mnaisikia na mnaisikia na unaona mbegu inayotokea kupitia ufuko ya wana. Mnatokea, mnakomaa kwa sababu hiyo mbegu inakomaa hautoka hapa duniani. Matai si vifaranga vya madhehebu, hapana. Lakini kama roho iliyofufua Yesu ndani ya wafu, hiyo nguvu za neno zinakaa ndani yenu, atafanya mili yenu kuwa hai, mili yao ni ya kufa. Naweza kuiangalia hapa haraka haraka. Mili hiyo inafanya kuwa hai. Unaona? Roho ambaye aliyetaka kuweza kutembea tena na tena kadhalika na kadhalika, leo sasa mumefufuka, mumekufa mbele, mlikuwa mmekufa mbele. Na ndio maana hekalu lenu limegeuka kuwa limejaa hiyo nguvu. Kwa sababu gani? Mnaona, tangu mwanzo mlikuwa sehemu ya hiyo chombo. Mnaona, mlikuwa mkiamini kwamba mmeweza kugeuza kupitia madhehebu na maneno, lakini hiyo nguvu, mnaona, kama ingekuwa ni maji ingekuwa tu ni kurukaruka na kuzimika. Mnaona, lakini sasa mnasema wakati wa maajabu shaka malizika. Uponyaji wa kiungu haikuwake tena. Lakini wakati nguvu zinakuja, wakati mnapokuwa na uhusiano na hiyo, hapo ndipo mnachukuliwa kama vile nguvu. Kama hiyo nguvu inakuja juu ya kifaranga, ni basi inakuwa imalizika, inakuja juu ya time. Unaona? Unapaswa kuwa katika hiyo uhusiano. Nguvu na chuma. Unaona? Sasa kama mnakuwa wa tai wa kweli, mnaweza kuelewa. Amina. Bürger des Königreiches sind und Besitzer der lebendig machenden Kraft. Mach sie jetzt lebendig. Möge der Geist jetzt von Adler zu Adler,